wote. Tajwa hapo jina lako, kila goti upigwe na kukiria kwa Kristo wewe Bwana. Baba mweza wa yote, tunatukuza jina lako kwa ajili ya siku leo. Na Baba, tukienda kwenye Kutoka sura ya 26 Baba, neema yako ambayo imekuwa ikienda pamoja nasi iendelee Baba kwenda pamoja nasi. Ukiyafichua yote yaliyefichika Baba, yaliyefichwa Baba katika kitabu cha Kutoka Baba wa rehema sura ya 26. Na Baba ukiyaunganisha Baba wa rehema tukipata kuyajua katika Agano Jipya. Neema yako Baba wa rehema izidi kutamia watu wako Bwana. Neno lako likipata kuinuka Baba wa rehema. Nami natukuza jina lako maana wewe ni mwema na ni mtakatifu. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jana tumepata kupitia sura ya 25 na baada ya kuona ile agano ikidhibitika katika sura ya 24, Musa katika ile siku ya agano ambayo ilikuwa kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 24, Musa akaamka siku hiyo asubuhi na kaenda akatengeneza madhabahu ya Bwana akitumia mawe ama nguzo 12, lakini hakutumia mawe yaliyochongwa, maana Mungu alisema ya kuwa isitumike mawe yaliyochongwa, maana mawe yakichongwa basi na maana ilikuwa inaleta unajisi katika ile madhabahu. Tukaona ikitolewa sadaka ya amani ambayo ni mnyama na ni ng'ombe, na damu yake ikinyunyizwa juu ya madhabahu na juu ya wana wa Israeli. Na baada ya hapo, baada ya kutakasika kwa kusomewa sheria zile, wale watu wakapanda juu, Musa, Aruni, Nadabu na Abiu na wale wazee 70, na wakakaa mbele ya Bwana wa kila mlo na mlo wa agano, na wakaona na mguu wa Bwana ya kuwa ilikuwa kama shaba iliyoshughuliwa. Na baada ya hapo tukaona Musa akienda juu ya mlima zaidi na Joshua, na wakikaa siku 6, Musa akisubiria Mungu amwite. Na siku ya 6 Mungu akamwita, akamwacha Joshua pale, naye akaenda juu zaidi kwenye wingu. Na alipofika kule, Mungu akaanza kumpa mwongozo ya afanye nini. Lakini kwanza Mungu akamuonyesha kila kitu kiliopo ndani ya mbinguni. Na sura ya 25 ikianza kwa kusema ya kuwa unitengenezee maskani ili nipate kudumu kati ya watu wangu, jinsi ama kutokana na yale uliyeona kule mlimani. Na maana alionyeshwa mbinguni na kiti cha rehema cha Mungu na vyombo vinavyokuwepo pale, na sasa ilitakiwa itengenezwe ili pale katikati ya wana wa Israeli Bwana awe na maskani yake, mahali pa kupumzika. Na Bwana akianza na vile vyombo vilivyopo ndani, mahali patakatifu ambayo ni sanduku la agano pamoja na kiti cha rehema. Ingawa vyote ni pamoja, maana sanduku la agano iko pamoja na mfuniko, lakini sanduku la agano ikawa inahesabiwa peke yake, na ile kiti cha rehema ambao ni mfuniko ambao juu yake palikuwa na mifano miwili ya makerubi, lakini yaliyotengenezwa kwenye dhahabu iliye safi. Na tukiona pia na vitu viwili ambao vinakaa mahali patakatifu, ambayo ni meza ya mkate wa uonyesho pamoja na kile kinara cha taa. Lakini sasa hebu leo tuende kwenye sura ya 26, tutapata kuona maskani ya Bwana. Maskani maana yake nini? Maana yake ule mzunguko ambayo ni wa nje, ikitengeneza ua la nje pamoja na ile maskani ambayo ilikuwa imetengenezwa kwenye mapazia na mtu wa mshita, lakini pia ikifanywaje, ikifunikwa na ngozi. Hebu tuende ili tupate kuona hiyo hema ya makutano. Kiingereza inaitwa tabernacle. Na tabernacle ina maana hema ya makutano. Kuna tofauti kati ya hema ya makutano na maskani ya Bwana. Maskani ni kijumba kilichokuwepo ambayo kilikuwa kimegawanywa mara mbili, mahali patakatifu na mahali patakatifu. Ina maana maskani
ilikuwepo katikati ya hema ya makutano. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sasa tuanze kwenda, lakini naomba tena uwe makini, maana ipo vitu vingi sana kwenye hiyo hema ya makutano, lakini kila kitu inayo maana yake. Hata hesabu utakayoona pale, ukiona pale zile nguzo ya mti wa mshita kwenye kiingilio cha maskani ya Bwana, utaona ya kuwa kwenye kiingilio kwa nje patakuwa na hizo nguzo 5 ambayo itawakilisha vitabu 5 vya kwanza kwenye Agano Jipya, ambayo ni Mathayo, Marko, Luka na Matendo ya Mitume, lakini pia ikiwakilisha huduma 5. Lakini tukiingia ndani utaona pale ya kuwa pale ndani patakuwa na nguzo 4 ikiwakilisha Injili. Ina maana Injili ndiyo inayofunua Mungu na ufalme wake. Injili ndiyo inayoongea habari za Mungu na kuruhusu watu wapate kuokoka na kumfikia Bwana. Hizo nguzo ikiwakilisha hiyo. Lakini hebu twende, lakini tunataka tujue kila kitu na maana yake, alafu na kwenye Agano Jipya ili hii ije tupe picha ama ije tupe nafasi tutakapoanza kujifunza kuomba na kitabu cha Mwanzo na kitabu cha Kutoka, tupate kuomba na kila sura, tupate kuomba na kila kitu, ama hata kama ni mti. Unaposema mtu wa mshita, watu wengi hawajui kama Yesu alikuwa ni mti. Yesu ni mtu wa uzima, lakini Yesu pia ni shina la nani? Shina la Yesu. Isaya 11 hujasoma? Itatoka chipukizi. Itatoka chipukizi katika shina la Yesu. Atatokea chipukizi katika shina la Yesu. So shina, je, shina sio ya miti? Tutaona kila kitu. Ni maana nakwambia hivi, hii ni neema ya Mungu kufunua kila kitu. Kila kitu kiliopo kwenye Agano la Kale inayo maana yake, na ukilijua bila shaka utajua na awalisia wake kwenye Agano Jipya, na hii ndio inayokosekana duniani. Hebu tuende kwenye sura ya 26. Hebu tuende taratibu tupate kufika mahali, na bila shaka hata leo tutaona mkono wa Bwana. Twende kwa jina la Yesu. Kisha fanya hiyo maskani iwe na mapazia 10. Ifanye nguo ya kitani nzuri ya kusokota pamoja na nyuzi za rangi ya samawi na ya zambarau na nyekundu pamoja na makerubi, kazi ya fundi stadi. Urefu wa kila pazia utakuwa dhiraa 28 na upana wa kila pazia utakuwa dhiraa 4. Mapazia yote yatakuwa kipimo kimoja. Mapazia 5 yataungwa pamoja hili na hili, na mapazia 5 mengine yataungwa pamoja hili na hili. Kisha utafanya tanzi za rangi ya samawi upande wa mwisho wa pazia moja katika ule upindo wa fungu lake. Vivyo utafanya upande wa mwisho wa ile pazia iliyo. Nani yuko pamoja nami? Hebu anza tena. Naomba tuende taratibu. Soma kwa kutoa somo, usisome tu ili umalize. Nataka kila kitu tupate kuona. Nataka kila kitu, yani usisome tu mfululizo uende, usipite. Kisha afanye hiyo maskani iwe na mapazia 10. Umeona? Afanye hiyo maskani iwe na mapazia 10. Maskani ni nini? Hebu tuone kwanza maskani. Umeona? Hii hapa ni maskani ni hii hapa ya ndani. Hii ndiyo maskani. Hii yote kwa jumla ni hema ya makutano, lakini hii ndiyo maskani. Unaiona? Tutaona ngozi ya kondoo, tutaona ngozi ya mbuzi, lakini tunaona ndani na rangi nyekundu, lakini katikati ina rangi katikati na rangi nyekundu, chini na rangi nyeupe. Ina maana hapa kuna ngozi 3, alafu juu yake na ngozi nyeusi, ambayo tutaona maana yake. Kila kitu inayo maana yake. Umeona? Hii ndio ile madhabahu ya shaba. Hapa ndio nateketezwa nyama. Alafu hii ni beseni ya shaba. Lakini hapa ndio kiingilio.
hapa ndio mapazia kuingilia kwenye hema makutano, lakini huku ndani imegawanywa mara mbili. Mahali patakatifu huko nyuma, mahali patakatifu ni huku mbele. Lakini umeona hii ni taswira ya nini? Ya hema ya makutano jinsi ilivyokuwa. Lakini unaona hizi ni nguzo ambao utaona ya kuwa chini ni rangi gani na juu ni rangi gani. Lakini unaona haya mapazia haya yanakuwa meupe, lakini kuna kamba ambayo imefungwa huku kwenye pegi, na ndani pia kuna kamba. Tutaona kamba ina maana gani, tutaona hii ni picha nini, tutajua kabisa kuwa wewe ndio hii hapo hema makutano. Bwana Yesu asifiwe. Hebu niende taratibu upate kuona. Umeona hii ndio maskani. Hii ndio hema makutano. Umeona sasa? Lakini umeona sasa unapoingia hii mzunguko wa nje ya hii hapa. Hii inaitwa ndio ua la nje. Maskani ndio hii hapa. Ambao ndani imegawanywa mara mbili. Lakini unaona ina maana hapa imefunikwa na ngozi ya kwanza ambayo ni nyeupe ambayo ionekane. Alafu ngozi ya pili ndio hii nyekundu. Alafu ngozi ya tatu ndio hii nyeusi ambayo yote yana maana yake. Lakini hapa ndio kiingilio cha hema makutano ambayo ina nguzo ngapi? 1 2 3 4 5 ambayo ina maana yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaona hapa ina nguzo ngapi? Hapa ina nguzo mbili, hapa kiingilio 1 2 3 4. Tutajua maana yake ni nini. Lakini hii ndio ile madhabahu ya shaba ambayo inateketezwa, wanateketeza sadaka. Lakini hii ni beseni pia ya shaba ya kuinawia makuhani kabla hawajaingia. Lakini unaona makuhani naye kavaa vazi lake hapa. Na mbona naye yuko hapa? Hiyo ndio beseni hiyo inavyoonekana. Hii ndio unaona hapa. Ina maana chini hapa hiyo ina kitu kama wavu ambayo inapochomwa ndani hapa majivu yanaenda chini. Nataka uone, chukua nafasi yako uone. Tuwezi kuendelea pasipo wewe kuona. Umeona hii ndio hema ya makutano. Hii ndio maskani. Mzunguko wake huku nje pamoja na hapa na nje mzunguko wake. Hii ndio ua la nje. Lakini unaona hii maskani ukifungua ndani unakuta imegawanywa mara mbili. Ina maana kwa nyuma kule ndio mahali patakatifu. Lakini kwa mbele huku ni mahali patakatifu ambao kule nyuma pana ile kiti cha rehema ambayo iko juu ya sanduku la agano. Lakini ukija huku mahali patakatifu, mkono wako wa kulia utapata kinara cha taya, mkono wa kushoto kule utapata ile meza mkate wa uonyesho. Lakini kwenye kiingilio pale kuelekea kwenye mahali patakatifu utakuta sanduku, utakuta ile madhabahu ya dhahabu ama madhabahu ya kuteketeza uvumba. Lakini unaona hii ndio ile madhabahu ya shaba ambayo kila kitu kinachoteketezwa kinateketezwa hapa, kasoro vumba tu linateketezwa kule ndani. Lakini hii ni beseni ambayo ni la shaba la kunawia kabla hajaingia. Lakini umeona hii ndio kuhani na vazi lake ambalo tutaenda kwenye vazi la kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Umeona hii ndio maskani ya Bwana. So hii ni hema makutano. Maskani ndio hii ya katikati. Umeona ndani ina ngozi nyeupe, katikati ina ngozi nyekundu, juu ina ngozi nyeusi. Lakini ndani ya maskani imegawanywa mara mbili. Nyuma kule ni mahali patakatifu, lakini kwa huko mbele ni mahali patakatifu. Lakini unaona kiingilio ina nguzo 1 2 3 4 5. Lakini umeona sasa ina maana hapa katika ua la nje hii ndio ile madhabahu ya shaba ambayo kila nani ya kuteketeza sadaka kuteketezwa hapa. Lakini unaona chini yake huko kuna kama wavu, ina maana majivu yanashuka chini. Hii ndio beseni ya kunawia. Umeona huyu ndio kuhani na vazi lake. Kabla hajaingia humu ndani ina maana lazima anawe hapo kwenye hiyo beseni. Bwana asifiwe. Hii hapa kwa kundi alafu nitamalizia pale. Hii ndio hema ya makutano. So kama ni hema makutano, hii ndio maskani. Maskani hii ukifunua unakuta imegawanywa mara mbili.
huko nyuma ni mahali patakatifu patakatifu, huku mbele ni mahali patakatifu. Lakini sasa unaona kiingilio hapa ni na nguzo 1 2 3 4 5. Hii kiingilio cha nje ambayo hii tena makutano ina mlango mmoja ambao ina nguzo 1 2 3 4. Ikiwa kila kitu ina maana kwenye hapa kwenye hema. Tunataka tuichambue sasa, tuone kila kitu na maana yake. Sasa hapa umeona hapa unaona rangi nyekundu. Chini kuna ngozi ambayo imefunika kwa ndani kule ambayo ni nyeupe. Alafu kuna ngozi hii nyekundu imewekwa juu yake. Alafu kuna ngozi hii hapa nyeusi imewekwa juu yake. Lakini ukiangalia unaona hizi ni nguzo lakini zimeunganishwa na hii ngozi nyeupe. Lakini kuna hizi kamba zimetoka nje ambazo zimepigwa kama nguzo lakini zimefungwa na kule ndani. Tutaona kabisa. Sasa unaona hapa, ukiona hapa hii ndio ile madhabahu ya shaba ambayo inateketezwa kila uvumba. Umeona? Lakini chini yake kuna nafasi ambayo majivu yanapita kwenye wavu alafu inaenda chini. Lakini hii ndio beseni ya shaba ambayo huyu kuhani umeona ili aingie humu ndani lazima nawe hapo kwanza. Lakini umeona hawa wengine, utaona wengine pia wapo ambao wamevaa mavazi meupe. Makwani wengine hawa wanavaa mavazi meupe. Watoto wa Haruni walikuwa wanavaa kanzu tu ambayo ni nyeupe, kofia na kanzu na mshipi. Lakini unaona kwani alikuwa anavaa ile basi. Tutaona kwa wakati wake. Nani amenielewa? Nije katika kundi hili hapa. Hii hapa ndio hiyo hema ya makutano. Sasa ukiangalia hii ni maskani. Hii maskani inayo maeneo mawili. Imegawanywa ambayo ni mahali patakatifu patakatifu kule ndani na huku ni mahali patakatifu. Lakini kiingilio kina nguzo 1 2 3 4 5. Lakini umeona hapa rangi nyekundu na rangi nyeusi. Ina maana juu hii ni ngozi nyeusi. Hii katikati ni ngozi nyekundu. Lakini ndani pasipoonekana pana ngozi nyeupe ambayo imefunika. Ina maana ukiingia ndani ya maskani unaona ngozi nyeupe ambayo tutaona maana yake. Lakini hii mzunguko wa huu maskani kwa ndani lakini ndani ya uzuio huu, hii inaitwa ua la nje. Alafu unaingia kwenye mahali patakatifu, alafu unaingia mahali patakatifu patakatifu. Lakini sasa umeona ukija hapa sasa, hii ndio ile madhabahu ya shaba ambayo sadaka zote za kuteketezwa inateketezwa hapa. Lakini chini yake ina wavu na ikiteketezwa ina maana mavumbi yanaenda chini. Lakini unaona hii ni bakuli, hii ni birika ya kunawia kabla hujaingia kwenye maskani. Umeona huyu hapa amevaa vazi la kuhani. Kabla hajaingia humu lazima anawe hapo kwanza, ambayo wengine Waswahili wanasema kutawadha. Lakini umeona hawa wasaidizi wake ambao ni makuhani wa kawaida wamevaa mavazi meupe. Ina maana wao walikuwa wanavaa kanzu tu na kikofia lakini na mshipi. Lakini kuhani ndiye aliyekuwa anavaa hilo vazi. Lakini tunaona katika ili mzunguko wa nje wa maskani wa ua la nje, unaona hizi kuna kamba na kwenye nguzo imefungwa na ndani hivyo. Nataka tuone sasa kila kitu na kila rangi. Ndio maana hii iliwakilisha, hii hema ya makutano iliwakilisha ukombozi ambao ilitakiwa ije tokea kwenye Agano Jipya. Lakini kwa taarifa yako umeona inayo sehemu 3. Lakini kama Mungu alikuwa anakaa hapa kwenye Agano la Kale, sasa hivi Mungu akai katikati yetu. Mungu anakaa ndani yetu. Ina maana sisi ndio tunayewakilisha hiyo hema makutano. Nasi tuna maeneo 3 ambayo ni mwili, nafsi na roho. Tutaona Bwana anakaa wapi kama sisi ndio hema makutano. So kuna vitu ambao tukivijua watu wa Mungu, bila shaka tunamroast shetani asubuhi, alafu tunakwenda zetu. Tupigie Bwana makofi makubwa. Unaona sasa, hata kama ungesomaje pasipo kuona picha hii, usingeweza kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nione mtu ambaye ana swali katika hapa. Kama kuna mtu ambayo ana swali hapa. Kama kuna mtu ana swali aseme. Maana watu wa Mungu nataka ujue kitu. Nataka ujue kitu ili usibaki yaani tunataka tuende
twende taratibu watu wa Mungu, maana kinachofanyika, furaha yangu ni kuona tukipata nataka nikuonyeshe mimi hapa, nataka lengo langu ni tupate kuona. Tukishaona tukiruka hapo inakuwa jambo jepesi. Hatuwezi tukajua pasipo kuona. Amina. Nataka nifungue ndani tupate kuona ndani inapokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Lengo ni ukishaona ukielewa, tukienda kwenye maandiko pale, bila shaka haitatupa shida. Bila shaka iwezi katupa shida. Nani mwenye swali katika jambo hili? Maana labda ulikuwa imekupiga chenga, naomba nivumilie. Nataka nikuonyeshe kitu kimoja hapa kwa neema ya Mungu. Umeona sasa? Nimejaribu sasa kuikata ndani ili upate kuiona sasa. Hii ndio ile maskani. Umeona maskani? Sasa umeona hapa ndio kiingilio kwenye kuelekea kwenye mahali patakatifu. Lakini umeona kuhani anateketeza uvumba kwenye madhabahu ya dhahabu. Lakini umeona huku ndani mahali patakatifu ndipo pana nini? Pana hii ndio ile sanduku la agano, na juu yake kiti cha nini? Cha rehema, ambao kuna mifano wa nini? Mifano ya makerubi. Lakini umeona tuliona kinara cha taa, nilikwambia mkono wa kulia ina kinara cha taa, lakini mkono wa kushoto kule kuna nini? Kuna ile meza ya mkate wa uonyesho. Lakini kuhani watumika ndio ile maskani ambayo nilikwambia ya kuwa imefunikwa na ngozi tatu. Ngozi nyeupe, ngozi nyekundu na ngozi nyeusi. Bwana Yesu asifiwe. Tukitoka hapa, umeona sasa imekatwa katikati ili upate kuona ndani. Umeona sasa? Hii ndio huko mahali patakatifu, inayo chombo kimoja ambao ndio ile sanduku la agano, lakini juu yake ipo kiti cha rehema. Lakini umeona mapazia? Ina maana ya mapazia, katikati ya mapazia pana njia pana mlango wa kuingilia kule. Lakini karibu na mlango hapo pana hii madhabahu ya dhahabu ama madhabahu ya kuteketea uvumba. Unaona hapa kinara cha taya, unaona hapa meza ya mkate wa onyesho. Lakini kuhani tayari akitoa uvumba hapo, akitaka kuingia kule ndani. Bwana Yesu asifiwe. Nimeitoa, imekatwa ili upate kuona ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Umeona? Hii ndio ile maskani. Ina maana maeneo mawili. Ina maana eneo la kule ni mahali patakatifu, lakini imetenganishwa na pazia, na humu katikati pana nguzo 4 nyuma ya pazia hiyo. Lakini umeona pembeni pazia hapa kuelekea mahali patakatifu pana hii madhabahu ya dhahabu ya kuteketeza uvumba, ama ya kuchoma uvumba. Umeona kuhani tayari anachoma uvumba kwenye madhabahu ya kuchoma uvumba. Lakini umeona huku kulia huku pana hii kinara cha taa kama tulivyoona kinara cha taa jana. Alafu upande wa kushoto kule kuna meza ya mkate wa nini? Wa uonyesho. Nimejaribu kuikata ili upate kuiona. Bwana Yesu asifiwe. Umeiona sasa? Hii imekatwa sasa. Ina maana na sehemu mbili. Hapa ndio mahali patakatifu, na umeona hapa pana ile kiti cha rehema na sanduku la agano. Lakini hapa pamegawanywa na pazia. Hii katika ile hekalu ndio pazia iliyechanika Yesu alipokata roho, na watu wakapata kuona mpaka mahali patakatifu katika ile hekalu la Herode. Lakini umeona hapa pembeni mwa pazia pana sanduku, pana madhabahu ya shaba ama ya kuteketeza uvumba. Tunaona tayari kuhani mkuu akiwajibika hapo anateketeza uvumba. Lakini umeona hapa mahali patakatifu
tayari ona kuna hii kinara cha taa mkono wa kulia, lakini mkono wa kushoto kule kuna ule meza wa mkate wa uonyesho ambao ulikuwa unakaa na mikate 12. Ina maana kila Jumamosi siku ya Sabato ilikuwa inabadilishwa, inawekwa mikate mpya, lakini ile mikate ya Jumamosi iliyopita wale makwani wa kila. Bwana Yesu asifiwe. Hii hapa ndio imekatwa sasa. Ina sehemu mbili, imetenganishwa na pazia. Mahali patakatifu inayo ile sanduku la agano, na juu yake mfuniko wake ndio kiti cha rehema hapa. Lakini umeona kiingilio hapa, kuna hapa madhabahu ya shaba ambayo ni ya kuteketeza uvumba, na kuhani unamuona tayari hapa, unamuona unawajibika hapa, anateketeza uvumba hapa. Lakini umeona upande wa kulia, umeona hii hapa ni kinara cha taa, alafu pembeni kule unaona nini? Unaona kule meza ya mkate wa uonyesho ilikuwa na beba mikate 12. Bwana Yesu asifiwe. Unaona tumejaribu hapa kuikata ili tuone maeneo mawili haya ambayo ndio ile maskani. Imetenganishwa na pazia hapa. Lakini hapa pana ile madhabahu ya uvumba, na kuna hiki kinara cha taa mkono wa kulia na mkate wa uonyesho juu ya meza pale mkono wa kushoto. Hii ni mahali patakatifu. Lakini mahali patakatifu ndio kuna ile kiti cha rehema ikiwa juu ya sanduku la agano. Sasa umeona hii ni kuhani akiwajibika katika mahali patakatifu akichoma uvumba. Ina maana anachofanya ni nini? Alikuwa anaweka moto hapa juu yake na uvumba, lakini anachukua moto huo pia anaweka kwenye chetezo ambayo hii anaingia nayo kule, alafu anafukiza uvumba karibu na ile kiti cha rehema. So akiwepo kule haitazami kiti cha rehema kwa macho tu hivi. Na maana moshi unakuwa umejaa kule ikiwakilisha utukufu wa Bwana. Nani anasema mchungaji, nimepata ramani na picha nione? Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Nasema hivi, hata kama ungeisomaje usingeweza kuielewa, lakini mbona unapata picha sasa? Hebu sasa tuende taratibu, na Mungu akitusaidia tuende taratibu. Wacha nirudi pale kwenye ile, maana nataka tupate kufika. Nataka tufike mahali kwa neema ya Bwana. Furaha yangu tuende sasa. Ina maana kila kipengele sasa mimi nitakuonyesha hapa. Sasa nimejaribu kuitoa sasa ili angalau ionekane vizuri zaidi. Umeona kuna hizi ni nguzo, ambapo hizo nguzo zimesimamishwa, lakini kuna kamba ya huku ambayo imewekwa kwenye nguzo hii na kamba ya ndani hipo. Umeona sasa? Lakini hapa ni nguzo 1 2 3 4. Hapa ni nguzo 1 2 3 4 5 kuingia kwenye maskani. Lakini tutataka kujua kila kitu. Hizi nguzo zinawakilisha nini? Hii ndiyo maskani katikati. Lakini mzunguko wa maskani pamoja mpaka hapa inaitwa ua la nje. Alafu ndani sehemu ya kwanza ni mahali patakatifu. Alafu nyuma kule ambao pana sanduku la agano ni mahali patakatifu. Sasa hii ilikuwa ni ramani ya mbinguni, kasoro hii ua la nje ndio imeongezewa. So ina maana Bwana alikuwa anakaa hapa. Ndio maana nilisema ya kuwa kama ni sehemu ya kupumzika ya Bwana, mahali ya kupumzika, basi tuchukue kwa Bwana amejilaza. Ina maana mguu wake unakuwepo hapa kwenye hii madhabahu ya shaba, na mguuni kwake kwenye goti inakuwepo kwenye hii kiti kibeseni. Ikiwakilisha nini? Mguu wa saba ikiwakilisha hukumu, lakini hapa kwenye beseni ikiwakilisha kutembea ndani ya maji kwenda kubatizwa. Lakini sasa ukiingia hapa ndani ambao ni kwenye moyo, ina maana ile madhabahu ya shaba ndio iko katika moyo wake, ambayo inafukizwa nini? Uvumba. Lakini ukienda mahali patakatifu ndio kichwa chake kinafanya nini? Kinakuwepo. Umeona sasa? Lakini maskani ya Bwana sasa na wewe, hii inawakilisha mwili wako. Hapa mahali patakatifu inawakilisha nafsi yako, na huku kwenye mahali patakatifu inawakilisha roho yako. Umeona sasa? Lakini Bwana sasa anakaa kwako, anakaa ndani yako. Sema Bwana anakaa ndani yangu. Bwana anakaa ndani yangu.
kama alivyokaa ndani ya hema ya makutano. Mimi ndiyo hema ya makutano wa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema hivi ya kuwa yapo vitu ambayo unaweza kaona ya kuwa tunafanya tu kwa ajili ya kufanya, lakini mimi nasema hivi, huo ni mkono wa Bwana. Maana lengo ni tujue, maana hiyo ilikuwa kwenye Agano la Kale. Lakini je, tutajuaje kama sisi ni hema ya makutano pasipo kujua hema ya makutano kwa asili yake jinsi ilivyokuwa? Na unapoongea habari hizo, nguvu ya Mungu inashuka sana, maana ni mambo ambayo Mungu angependa watu waelewe ili wapate kujielewa na kujitambua. Mtu hawezi kujitambua na kujua kama mimi unaniambia mimi ndio Bwana na kanda niangu eti mimi ni hekalu la Bwana. Mimi ni hekalu la Bwana kivipi? Lakini tunaona kuwa Mungu hufanya kazi na mambo matatu. Mahali patakatifu, mahali patakatifu na ua la nje, mwili, nafsi na roho. Hata ukiangalia mwili wangu kuanzia mguuni mpaka hapa sehemu ya kwanza, hapa mpaka hapa sehemu ya pili, kichwa sehemu ya tatu. Hata ukiangalia mkono wangu sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, sehemu ya tatu. Hata ukiangalia hivi 1, 2, 3. Nini? Bwana hufanya kazi katika utatu mtakatifu. Tumpigie Bwana makofi makubwa. Twende sasa kwa jina la Yesu. Twende taratibu ili tuone tunafikia wapi. Lakini nasema hivi, ndio maana nilikwambia jana ya kuwa habari za hema ya makutano kwenye Biblia na kwenye kitabu cha Kutoka sura 12 zimeongelea habari za hema ya makutano ama maskani ya Bwana. Lakini ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo unaona kwa habari za uumbaji dunia na vyote vijazavyo imechukua sura 2 tu. Lakini jinsi gani hii hema ya makutano inayo muhimu, ndio maana sura 10 kuanzia sura ya 25 mpaka 40 kuna sura 3 tu ambayo hajaongelea habari za hiyo, ambao ni sura 32 na 3 na 4. Lakini sura zote zimeongelea habari za maskani. Hii ikuonyeshe ni jinsi gani ambayo hema ya makutano ni muhimu katika maisha ya mtu aliyeokoka. Maana ni taswira ya ukombozi ambayo ilitakiwa ije itokee nini baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Tutaona kila kitu. Nataka tuichambue sasa hivi kila kitu na maana yake. Maana kila kitu pale, kama kila kitu kwenye hema ya makutano ilikuwa na maana yake, basi kila kitu kwenye vitabu vya Agano la Kale vina maana yake na zina uhalisia wake kwenye Agano Jipya. Hebu tuende sasa kwa jina la Yesu. Ifanye nguo ya kitani nzuri ya kusokota pamoja na nyuzi za rangi ya samawi na ya zambarau na nyekundu pamoja na makerubi kazi ya fundi stadi. Endelea. Umeona makerubi kazi ya fundi stadi. Makerubi wale wako wapi? Wako kule ndani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umeona sasa kazi ya fundi stadi ndio ukiangalia hapa katikati ya hizi nguzo unaona kuna mapazia. Unaona pale, yani imeshokiona hivyo, unaona kwa mbali, unaona yani imetengenezwa mapazia, lakini imetengenezwa kwa uwezo na utaalamu wa hali ya juu. Maana Mungu aliwapa watu uwezo. Watu wawili lakini walifanya mambo makubwa katika hii hema ya makutano. Watu wawili ambao ni Oliabu na nani? Na Bezaleli, ndio watu ambao wanafanya mambo haya. Ukiangalia pamoja na hivi, hata kwenye ukiangalia taswira yake, bila shaka inaonyesha kuwa haikuwa kitu cha mchezo. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Urefu wa kila pazia utakuwa dhiraa 28 na upana wa kila pazia utakuwa dhiraa 4. Mapazia yote yatakuwa kipimo kimoja. Watu wa Mungu, dhiraa 20 ni sawasawa na futi 30. So unaweza ukafanya hesabu ukajua urefu wake. Bwana Yesu asifiwe. Futi 3 ni mita 1 kasoro sentimita chache. Ina maana futi 3 ni inchi 36. Lakini mita 1 ni inchi 39 na nusu. Ina maana
futi 3 ni inchi 36, ina maana kasoro inchi 4.5 ili ifike mita 1. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwa jina la Yesu. Mapazia 5 yataungwa pamoja hili na hili, na mapazia 5 mengine yataungwa pamoja hili na hili. Namba 5 inawakilisha nini? Namba 5 nilikwambia inawakilisha neema ya Mungu, the grace. So watu wa Mungu, umeona unavyoona namba 5 kwenye uunganishe mapazia 5 na 5, ina maana hiyo inaonyesha neema. Ina maana baadaye pangekuja kutokea wokovu, lakini wokovu sio kwa kununua ama kwa kulipa kitu. Wokovu ni katika neema ya Mungu. Sema nimeokolewa. Nimeokolewa kwa neema ya Mungu. Kwa neema ya Mungu. Sijalipa chochote. Sijalipa chochote. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hebu twende. Kisha utafanya tanzi za rangi ya samawi upande wa mwisho wa pazia moja katika ule upindo wa fungu lake. Vivyo utafanya upande wa mwisho wa ile pazia iliyo katika fungu la pili. Umeona hizo tanzi? Umeona pazia? Unaona hii kama ni pazia hii? Umeona katika pazia, ina maana kwenye nguzo hii hema ya makutano imetengenezwa na nguzo, lakini umeona nguzo na nguzo, ina maana pazia inaunganishwa hapo. Ndio maana katika pazia juu inatengenezwa tanzi kiasi kwamba kama hii ndio nguzo, ina maana kama ni pazia inakuja kushikanishwa hapa tu. Umeona sasa? So kinachofanyika hivyo ndivyo ilivyokuwa ndani. Mapazia yale yalishikanishwa kwa tanzi ambayo inatengenezwa juu yake imesokotwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umeona hii ina maana wanapotaka kutoka yanatolewa nini? Mapazia, alafu yanatolewa nini? Yanatolewa nguzo hizo, na tayari kila kitu kinakunjwa vizuri, watu wanaanza safari. Lakini palikuwa na njia ya kuitoa vitu hivyo. Hawakutakiwa watu kuona vitu ambavyo vilikuwa mahali patakatifu. So vilivyokuwa vinaondolewa kwanza vilikuwa ni kilichokuwepo mahali patakatifu iliyokuwa ni sanduku la agano na kiti cha rehema ambao ni mfuniko wake. Alafu baada ya hapo kilikuwa kinaondolewa nini? Ilikuwa inaondolewa na vyombo vile vilivyopo mahali patakatifu pale. Baada ya hapo, ina maana kinachopata ilikuwa inaondolewa haya mapazia hayo nayaona, alafu nguzo zinabaki zinasimama. Baada ya hapo ndio anakunywa nguzo. Maana wacha nikwambie, vyote hivi na maana yake. Kama wewe ndio unapotaka kufa inakuwa wapi? Ina maana roho yako inatoka kwanza, inayowakilisha mahali patakatifu. Alafu kinachofuata ni nini? Inabaki mwili tu na mifupa. Kinachofuata ni mwili huu unayeyuka, ambayo ndio nini? Ambao ndio mapazia haya na hii uzuio wa nje ambao ni hema, ni ua la nje. Alafu baada ya kutoa hizo mapazia yanabaki nguzo. Ina maana unapotoa nyama inabaki mifupa. So watu wa Mungu, kila kitu ni taswira kabisa ambayo inayo maana yake, lakini usipoiona na kupata maelezo ya kutosha, hebu nikuulize, ilipokuwa inajengwa hii ilikuwaje? Ilipokuwa inasimamishwa, wamefika mahali nguzo la wingu limetoa mahali likakaa pale. Walikuwa wanaanza na nini? Walikuwa wanaanza kusimamisha hizi nguzo nazoona kwanza. Kwa kusimamisha nguzo kwanza, baada ya kusimamisha nguzo ilikuwa inawekwa nini? Inasimamishwa haya mapazia, yani ile mzunguko wa ua la nje ndio inayeanza. Baada ya hapo sasa ndipo sasa inasimamishwa maskani. Baada ya hapo inawekwa nini? Inawekwa roho. Hii pia hiyo katika kitabu cha Ezekieli, katika bonde la mifupa, Bwana alifanya mifupa ikusanyike pamoja. Baada ya hapo nyama ikafunika mifupa, ambayo ndio inayowakilisha hii. Ina maana inaposimamishwa hizi nguzo hizo zinawakilisha nini? Mifupa.
ndipo nyama inawakilisha haya mapazia. Umeona sasa? Baada ya hapo ndipo Bwana akapulizia pumzi yake, nao mifupa ile ikapata kuishi. Ina maana pumzi yake ndio nini? Ndio roho. Bwana Yesu asifiwe. So hebu ona ya kuwa najaribu kukuunganishia hema ya makutano pamoja na matukio katika maeneo mengine ya Biblia, na hii tukipata kuelewa, tukapata kuomba naye, nasema ya kuwa kama kuna mtu akufufuka, bila shaka ukiomba na hiyo mifupa katika bonde la nani, ukipata hiyo nani, bila shaka kama kuna sababu ya mtu kufufuka, anafufuka. Tulia, tutaomba. Hebu twende. Fanya matanzi 50 katika pazia moja. Matanzi 50 katika upande wa mwisho wa ile pazia iliyo katika kuungana kwa pili. Hizo tanzi zitaelekeana. Hizo tanzi, watu wa Mungu, umeona kama hii ndio pazia. Maana nafanya matanzi hapa. Matanzi hizi ndio zinazoelekeana. Ina maana matanzi haya ndio yanafungwa. Umeona sasa? Yaani matanzi hayo yaelekeane. Hii iwe na matanzi 50 na hiyo pia iwe na matanzi. Ina maana zinapoelekeana, matanzi hayo ndio yanayounganishwa, baadaye yanaweza kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nani ananielewa? Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Twende. Kisha ufanye vifungo 50 vya dhahabu na kuunganya haya mapazia pamoja kwa vile vifungo, na hiyo maskani itakuwa ni moja. Nawe fanya mapazia ya singa za mbuzi yawe hema juu ya maskani. Umeona sasa? Tayari fanya nini? Mapazia ya singa. Umeona mapazia tumeshatoka ndani sasa. Ile mzunguko imezungukwa na pazia. Lakini sasa unafanya ngozi ya singa sasa. Hizi sasa umeona hii ndio nyeusi ya nje. Umeona sasa? Lakini nilikwambia katikati inayo ngozi nyingine ambayo ni nyekundu, lakini inayo nyingine nyeupe ndani yake, ambayo ilikuwa inafanya yani iwe kabisa kama ni paa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vyote vina maana yake. Hiyo tuko katika hii maskani ya Bwana, hatujaenda huku. Fanya mapazia 11. Urefu wa kila pazia utakuwa dhiraa 30 na upana wa kila pazia utakuwa dhiraa 4. Haya mapazia 11 yatakuwa kipimo kimoja. Twende. Kisha utaunganya mapazia 5 mbali na mapazia 6 mbali, na lile pazia la 6 utalipeta hapo upande wa mbele wa ile hema. Fanya tanzi 50 upande. Umeona sasa? Huku inakuwa ni mapazia 11. Lakini unapata picha, palikuwa na mapazia 5. Umeona? Huku palikuwa anasema 11 huku na upande wa kule 11. Lakini 5 zinakuwa hapa. Zinakuwa wapi? Zinakuwa hapa na hapa na hapa. Bwana Yesu asifiwe. Maana tuliona kwa imegawanywa na nini? Na mapazia. Lakini na huku mwisho pia ni mapazia, lakini yamesimamishwa kwenye nguzo ili yasipate kufanya nini? Yasipate kudondoka. Sijui kama ipo mtu ambayo ananipata. Tuko katika hii, unapoongea tuko katika hii maskani ya Bwana. Hii maskani ya Bwana. Lakini umeona sasa, ina maana hii ndio ngozi ya nje ambayo hiyo ya mbuzi, lakini ziko ngozi 3. Tutaona ngozi ya nini na nini, lakini ndani tumeshaona mapazia 11 ndiyo yanatengeneza upande wa huko na 11 upande wa huko, lakini 5 natengeneza mwisho, alafu 5 wengine katikati na huku mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Fanya tanzi 50 upande wa mwisho wa pazia lile la mwisho katika hayo yaliyounganywa pamoja, na tanzi 50 upande wa mwisho wa lile pazia lilo nje katika hayo ya pili yaliyounganywa pamoja. Matanzi nilikwambia kazi yake ni kwa ajili ya kuunganisha nini? Kuunganisha mapazia. Amina.
inafanywa 50 huku na kule, maana huku inaunganishwa na huku, lakini na huku nayo inaunganishwa na huku, maana ulichokifanyia huku na huku maana zinaunganishwa na matanzi. Ndio maana fanya huku 50 alafu uje ufanye tena huku 50, maana wakati wa kutoa inafunguliwa alafu zinakunjwa vizuri, wakifika tena wanaanza kuziunganisha. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Tumeona kuwa sasa mapazia yanawakilisha nini? Mapazia yanawakilisha nyama. Mapazia yanawakilisha nyama ya mwanadamu. Amina. Maana tumeona ya kuwa zile nguzo zinawakilisha mifupa. Twende kwa jina la Yesu. Tena mfanye vifungo 50 vya shaba na kupitia vile vifungo katika zile tanzi na kuiunganya ile hema pamoja ili iwe hema moja. Shaba zilikuwa zinakuwa chini. Shaba zilikuwa zinakuwa chini. Tutaona ya kuwa je, ni rangi gani iliyokuwa inakuwa juu? Unapoona shaba, shaba inawakilisha pia mwanadamu. Humanity. Mwanadamu. Lakini dhahabu ikiwakilisha uungu. Ndio maana naona vitu vyote vya mahali patakatifu na mahali patakatifu zilikuwa zinatengenezwa kwa dhahabu iliyokuwa safi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona katika ile ua la nje ya kuwa vyombo vyake vimetengenezwa na shaba. Shaba inawakilisha mwanadamu. Mwanadamu kama unavyojua anawakilisha dhambi, lakini pia shaba katika ulimwengu wa kiroho inawakilisha hukumu. Ndio maana hukumu ya dhambi ambayo ilikuwa imehamishiwa kutoka kwa mwanadamu mpaka kwa yule mnyama, ina maana ilikuwa inapata hukumu yake wapi? Kwenye ile madhabahu ya nini? Ya shaba. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo na kipande kile kilichosalia, kile kiangukacho cha yale mapazia ya hema, ile nusu ya pazia iliyosalia itaanguka huko upande wa nyuma wa maskani. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana ikiwa hivi ni refu, ina maana ilikuwa inakunjwa inaanguka upande wa huku hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikiwa katika nguzo zile zimesimama hivi, lakini inakuja kuanguka hivi. Bwana Yesu asifiwe. Twende. Na hiyo dhiraa moja upande mmoja na ile dhiraa moja upande wa pili ya urefu wa mapazia ya hema uliosalia zitaanguka katika ubavu wa maskani upande huu na upande huu ili kuifunika. Nawe fanya kifuniko cha ile hema cha ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu. Umeona kondoo za ngozi ya kondoo iliyetiwa rangi nyekundu. Ndio maana nimekuonyesha ile ya katikati ilikuwa ni rangi nyekundu, lakini ile ya chini ilikuwa ni nyeupe, lakini ya juu yake ilikuwa ni nyeusi. Lakini ya katikati ambayo ni nyekundu, hiyo ni ngozi ya kondoo. Kondoo akiwakilisha nini? Kondoo akiwakilisha mnyama aliyetolewa nini? Aliyechinjwa. Ina maana kondoo alikuwa anachinjwa, ndio maana umeona rangi yake inakuwa ni nyekundu, ambao kwenye kitabu cha vitabu vya Injili ina maana inawakilisha hii rangi nyekundu, ambayo ni kitabu cha Marko, ambayo inawakilisha mnyama wa kufanywaje? Mnyama wa kuchinjwa, ambayo pale tuliona ya kuwa ni nini? Ni ndama. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Na juu yake kifuniko cha ngozi ya kondoo. Umeona juu yake ngozi ya kondoo. Endelea. Nawe fanya hizo mbao za maskani za mti wa mshita zenye. Hebu angalia sasa hapa. Umeona sasa hapa. Hii ndio ngozi ya pomboo. Hii hapa. Maona kwenye maskani. Hii ndio ngozi ya pomboo. Hii hapa. Lakini katikati, katika ile nyingine nilikuonyesha, hebu nione kama hiyo nitapata hiyo nyingine ili nikuonyeshe vizuri. Kinachotakiwa ni uione vizuri, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukipata kuiona vizuri, mimi naamini kabisa ya kuwa tutapata kufikia
pazuri. Hii hapa imetoka vizuri. Nataka nikuonyeshe hii ya mwanzo. Umeona hapa weusi wake unaonekana. Hii nyeusi ndio ya pomboo, hii ya nje, lakini hii nyekundu inayoonekana ndio ya kondoo. Amina. Hii ya pomboo inawakilisha nje ya mwanadamu kuna dhambi, ndio maana nje kwa mwanadamu inabidi abatizwe, atumbukizwe kwenye maji ili afanye nini? Ili azike utu wa kale. Lakini ya katikati tumeona ngozi ya kondoo, lakini ya ndani ile nyeupe ngozi ya nini? Nyekundu, nyeupe, nyeupe ilikuwa ni katika kitani ambayo ni pazia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa ndani nyeupe ikiwakilisha utukufu, ambao nyeupe ina maana utukufu wa Bwana. Hebu twende. Kila ubao utakuwa urefu wa dhiraa 10 na upana wake kila ubao utakuwa dhiraa 1.5. Kila ubao utakuwa na ndimi 2 zenye kuunganywa huu na huu. Umeona hizo mbao ndio hizi unazoona zimesimama. Hizi mbao zilizosimama hizi ndio zinazokuwa na ndimi 2. Ina maana umekuwa na ndimi 2 upande wa huku na wa huku, ambayo hizo ndimi 2 ndio kwa ajili ya kufanya nini? Kuzisimamishia na kufunga nini? Haya mapazia. Amina. Lakini unaona mbao ambao vimetengenezwa chini rangi nyingine, juu rangi nyingine. Kuna rangi ya shaba na rangi ya nini? Utajua. Hebu twende kwa jina la Yesu. Kisha ufanye zile mbao za maskani, mbao 20 kwa upande wa kusini kuelekea kusini. Nawe ufanye matako 40 ya fedha chini ya zile mbao 20. Umeona matako ya nini? Ya fedha. Matako 2 chini ya ubao mmoja. Kupokea zile ndimi zake 2 na matako 2 chini ya ubao mwingine. Umeona sasa haya matako ndio haya ambayo yanakaa chini na kufanya ubao usimame. Umeona hizi hapa, umeona hii hapa, lakini unaona na juu pia inakuwepo, lakini unaona ambayo yanafanya ubao upate kusimama. Maana kumbuka mbao hizo zinasimama, lakini zikishikiliwa tu na hizi kamba za nje na ndani, ambao hizo kamba pia tutaziona inawakilisha nini kwenye Injili. Hebu twende kwa jina la Yesu. Na upande wa pili wa maskani, upande wa kaskazini, mbao 20 na matako yake ya fedha 40, matako 2 chini ya ubao mmoja na matako 2 chini ya ubao mwingine. Kisha ufanye mbao 6 kwa ajili ya upande wa nyuma wa maskani kuelekea magharibi. Tena ufanye mbao 2 kwa ajili ya hizo pembe za maskani zilizo upande wa nyuma. Upande wa chini zitakuwa ni 2. Vivyo zitaungwa pamoja mbao pacha hata ncha ya juu katika pete ya kwanza. Zote 2 ndivyo zitakavyokuwa, zitakuwa kwa ajili ya hizo pembe 2. Mbao zitakuwa ni 4 na matako yake ya fedha matako 16, matako 2 chini ya ubao mmoja na matako 2 chini ya ubao wa pili. Nawe fanya mataruma ya mti wa mshita, mataruma 5 kwa ajili ya mbao za upande mmoja wa maskani, na mataruma 5 kwa ajili ya mbao za upande wa pili wa maskani, na mataruma 5 kwa ajili ya mbao za upande wa maskani ulio nyuma kuelekea magharibi.
na hilo taruma la katikati lililo katikati ya zile mbao litapenya toka mwisho huu hata mwisho huu, na hizo mbao utazifunika dhahabu, na pete zake za kutilia yale mataruma utazifanya za dhahabu, na hayo mataruma utayafunika dhahabu. Nao utaisimamisha hiyo maskani sasa na mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Umeona sasa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizo mbao zilitoka kwenye mti wa nini? Mti wa mshita. Mti wa mshita inawakilisha nini? Mti wa mshita ni mti ambayo ulikuwa mgumu na usioguswa na mdudu wa aina yoyote. So mti huo ni inawakilisha Kristo kama chipukizi katika shina la nani? Yes. Katika shina la Daudi, ambayo shina inakuwa ni la mti. Ina maana Kristo aliwakilisha mti huo wa mshita. Lakini kama unavyojua, Kristo wala hakuguswa na dhambi aina yoyote. So mti huo ulitumika kwa sababu uliweza kutoguswa na chochote, na ilikuwa ni imara kama Kristo alivyokuwa ni ngome imara. Tumeona dhahabu ikiwakilisha uungu, shaba ikiwakilisha hukumu, lakini ingine ni nini? Kuna shaba, dhahabu, silver inaitwaje? Fedha. Fedha inawakilisha ukombozi. So tumeona zikitumika hayo yote, lakini ikiwakilisha kabisa ukombozi ambayo ulitakiwa uji utokee wakati ujao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umeona ya kuwa hapo, tumeona ya kuwa kama alivyoona mlimani aisimamishe kama alivyoiona mlimani. Ina maana hii kama ilivyosimama hivi, Musa aliuona wapi? Umeona kama ilivyosimama hii maskani, ndivyo Musa alipoiona kule mlimani. Ina maana hiyo ni picha ya jinsi alivyoiona imesimama. Lakini mlimani alionyeshwa mbinguni moja kwa moja, akaona vitu vya mbinguni. Ndio maana akanatengeneza mfano wa vitu vya nini? Mfano wa picha ya vitu vilivyopo mbinguni, ili uwepo wa Mungu inavyokaa hapa. Si eti Mungu alishokaa hapa, uwepo wa Mungu inavyokaa hapa basi iwakilishe kiti cha Mungu cha enzi cha mbinguni, ama maskani ya Bwana cha mbinguni. Lakini niseme nawe kidogo ya kuwa kwa nini mbinguni Mungu alitengeneza? Watu wa Mungu, mbinguni ni mahali pa kumwabudu Mungu. Ndiyo maana kabla hata dunia na vyote vijazavyo havijaumbwa, tayari yule Lucifer aliyekuwa anaongoza kumsifu na kumwabudu Mungu alishatupwa nje ya mbinguni. Sasa kinachofanyika, kumbe mbinguni ilikuwa ni sehemu ya kumwabudu Mungu, lakini Mungu kumbe alitamani akae katikati ya wanadamu, lakini mahali pa kufanyaje? Pa kusifiwa na kuabudiwa. Ndio maana tunaona ya kuwa pale katika bustani ya Eden Mungu alitengeneza maskani. Bustani ya Eden iliwakilisha maskani, lakini tukaona ya kuwa hapa hema ya makutano inatengenezwa, lakini pia itatengenezwa pia hema tu pale Yerusalemu na Daudi, Mungu naye alikaa pale. Lakini kija kutengenezwa pia hekalu la Suleimani pale pale Yerusalemu, na baadaye ikija kitengenezwa ile hema ya Herode. Na pia katika tuliona pia kwenye kitabu cha Ezekieli ya kuwa katika kipindi kile cha millennium patakuwa na hekalu pia itakaye tengenezwa. Kumbe ni desturi ya Mungu kufanya nini? Kupata maskani katikati ya watu wake, ili wapate mahali pa kwenda kumtumikia, wapate mahali pa kwenda kumwabudu. Ndio maana watu wa Mungu kwa wakati huu tulio nayo, maskani ya Bwana ni sisi wenyewe. Ndio maana jinsi ambao maskani ya Bwana ama ile hema ya makutano ilikuwa na maeneo matatu. Ilikuwa na ua la nje, ilikuwa na mahali patakatifu, na ilikuwa
kuwa na mahali patakatifu, ndipo na wewe unayo ua la nje ambao ni mwili huu, halafu unaingia katika eneo la pili ambayo inawakilisha mahali patakatifu ambao ni nafsi yako, lakini sehemu ya ndani ikiwakilisha mahali patakatifu ambayo ndiyo roho yako. Sasa Mungu alidumu na kukaa pale kwenye hema ya makutano ama maskani. Mungu anatakiwa hadumu, akae ndani yako. Hakae wapi? Hakae ndani yako. Na wapi anapokaa? Anakaa mahali patakatifu ambayo ndiyo roho yako na hakika yake. Bila shaka wewe kama hujajua, wewe ni maskani ya Bwana, wewe ni hekalu la Bwana. Ndio maana Paulo anasema kwenye kitabu cha Wakorintho kuwa hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Bwana. Ndio maana watu wa Mungu, kama kweli wewe ni hekalu la Bwana, basi unahitaji kuishi maisha matakatifu yanayempendeza Mungu. Maana katika maskani ya Bwana pale, hebu pata picha kwa kuhani mkuu siku ile ya upatanisho mara moja kwa mwaka alipokuwa anaingia mahali patakatifu, ingekuwaje kama alienda kinyume? Ina maana pale ingemgharimu. Lakini mimi nasema hivyo, watu wa Mungu, usafi ilikuwa ni jambo la kwanza uliotazamiwa pale kwenye maskani ya Bwana. Ndio maana usafi unatakiwa utazamiwe kwetu, sio tu nje lakini na ndani. Mara nyingi watu wanasema kwa Bwana mimi ni mtakatifu, lakini anayefanya katika ulimwengu wa kiroho ama anayefanya kule akiwa sirini, yote ni mabaya. Ndio maana watu wa Mungu, mimi na wewe ni maskani ya Bwana, maana tunambeba Bwana. Kuanzia leo badilika njia zako, matendo yako, maana unambeba Bwana. Na kama unambeba Bwana, kumbuka ya kuwa Bwana anamwagiza Musa amtengenezee. Bwana akamwagiza Yesu amtengenezee maskani ndani yetu. Bwana akataka kukaa nje sasa katikati ya watu wake, mpaka sasa anakaa ndani ya watu wake. Sema, Bwana anakaa ndani yangu. Bwana anakaa ndani yangu. Ukijiangalia, je, Bwana anakaa ndani yako? Unastahili Bwana kukaa ndani yako? Ni swali ambao wewe mwenyewe ndio unayejua. Je, aliyembeba Bwana, eti wewe ndio maskani? Kuna vitu ukivijua, bila shaka utaishi maisha matakatifu, utaishi maisha yanayempendeza Mungu. Hata tembea, ongea, matendo yako yatabadilika. Ndio maana watu wa Mungu nasema hivi, hebu utafakari, ujione ya kuwa ile hema makutano ilikuwaje. Utakatifu ulitunzwa pale. Umeingia kichwa, umeingia vibaya, imekwenda na maji. Ndio maana watu wa Mungu, kama kuna kitu kinachompendeza Mungu ni maisha matakatifu. Nawe fanya pazia la nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na nguo za kitani nzuri zenye kusokotwa, litafumwa na kutiwa makerubi, kazi ya fundi stadi. Kisha litundike katika nguzo 4 za mti wa mshita zilizofunikwa dhahabu. Vifungo vyake vitakuwa vya dhahabu katika matako ya fedha 4. Umeona? Hapa mbele ziko 5, lakini hizo 4 nilikwambia ndio imegawanya mahali patakatifu na mahali patakatifu. Maana hapo katikati, ndio maana ziko 4 zikiwakilisha kuwa ili sisi tufike mahali patakatifu, kuna uhitaji ya wewe kusoma vitabu vya Injili ambao ni vitabu 4 ambao ni Mathayo, Marko, Luka na Yohana, ili upate access ya kufika mahali patakatifu. Maana vitabu hivyo vimefundisha nini? Ni msingi wa kielelezo ya utakatifu. Maana maisha ya Yesu yako pale na huduma yake, jinsi alivyoishi maisha matakatifu katika ile miaka 33 na nusu, hakutenda dhambi hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. So umeona hapo, tunaanza kuona kwa kumbe zile nguzo 4 ambazo zimetenganisha mahali patakatifu zimepakwa dhahabu mpaka chini dhahabu, lakini zinawakilisha nini? Zinawakilisha njia ya kuingilia na kufika wapi? Na kufika mahali patakatifu kwa Bwana. Lakini pia kiingilio cha hema ya makutano ilikuwa ni moja, kiingilio cha maskani ilikuwa ni moja. Yesu anasemaje?
hakuna anayeweza kufikia baba yangu pasipo kupitia kwangu, maana mimi ni mlango. Kumbe hata kiingilio hicho ilikuwa ni nani? Ni Kristo. Ndio maana nasema hivi, vitabu vinne vya Injili, unapoongea Injili unaongea Kristo. Ili umfikie Mungu lazima upitie kwa Kristo. Huwezi kupitia kwa Kristo pasipo kupitia kwa Injili, ambao ni vitabu vile vinne vikiwakilisha hizo nguzo nne. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Nawe tungika lile pazia chini ya vile vifungo, nawe lete lile sanduku la ushuhuda na kulitia humo. Umesikia rangi zilizotajwa pale? Hebu rangi hizo, hebu taja hizo rangi ili nikuonyeshe kitu. Hapo ulipoanza imetajwa rangi. Nawe 31. Nawe fanya pazia la nyuzi za rangi ya samawi. Rangi ya samawi ni rangi gani? Umeiona hapa? Ipo haipo? Ipo kwenye Injili haipo? Rangi ya samawi inawakilisha kitabu cha Yohana Mtakatifu, na ikiwakilisha nini? Ikimwakilisha uso wa tai kama mfalme wa anga, na anga ikiwakilisha rangi ya mbingu ambayo ni rangi ya samawi, ikiwa na maana ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu aliyeshuka kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Rangi nyingine na za rangi ya zambarau. Zambarau ni hii hapa, ambayo inawakilisha kitabu cha Mathayo, na hii inamwakilisha Yesu kama mfalme, simba wa kabila la Yuda, lakini kama mfalme. Kitabu cha Mathayo Yesu ametajwa pale kama mfalme, ndio maana uso ikiwa ni wa simba kama mfalme wa porini, lakini pia kama simba kabila la Yuda, ambao unapata kwenye kitabu cha Ufunuo sura 4 na sura ya 5. Twende. Na za rangi nyekundu. Rangi nyekundu nilikuambia hii inawakilisha kitabu cha Marko, na kitabu cha Marko inamwakilisha Yesu kama mnyama wa kutolewa kafara. Ina maana hii inawakilisha kumwaga damu. Yesu alimwaga damu yake badala ya yule mnyama aliyekuwa na mwaga damu yake na kufunika dhambi za wanadamu, na damu yake badala ya kufunika dhambi za wanadamu ikang'oa na kutoa moja kwa moja dhambi za wanadamu. Na nguo za kitani nzuri zenye kusokotwa litafumwa na kutiwa makerubi, kazi ya fundi stadi. Ilichorwa makerubi, na maana katika ile kiingilio cha kuelekea ndani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini muona sasa juu ikiwa na ngozi ya rangi gani? Nyeupe, ikikamilisha vitabu vinne vya Injili, ambayo ni vitabu vya Injili. Hebu twende. Mstari 33. Nawe tungika lile pazia chini ya vile vifungo, nawe lete lile sanduku la ushuhuda na kulitia humo nyuma ya pazia, na lile pazia litawagawanyia kati ya patakatifu na mahali patakatifu sana. Nao utaweka kiti cha rehema juu ya lile sanduku la ushuhuda ndani ya mahali pale patakatifu sana. Kwa nini umeona tunapata jina sasa ya kuwa kumbe sanduku la agano, maana ya jina lake tunapata hapa ya kuwa ilikuwa ni sanduku la ushuhuda. Ushuhuda maana yake nini? Ushuhuda ni udhihirisho wa mambo ambayo makuu Mungu amefanya kwako. So iliitwa sanduku la ushuhuda kwa sababu gani? Ushuhuda ya kumbukumbu ya mambo Mungu alitenda. Ushuhuda ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni vipande viwili vya mawe iliandikwa nini? Zile amri. Lakini pia bakuli ya dhahabu ya mana iliyokuwa inawakilisha kuwa Mungu aliwanyeshea mkate asubuhi, kila asubuhi kwa miaka 40. Lakini pia ilikuja kuwa baadaye na fimbo la Aruni iliyokuwa inamea, inatoa maua. Ina maana hizi ndizo zilizokuwa ni ushuhuda
wa mambo Mungu aliyefanya kule. Hivyo viliwekwa katika sanduku la agano, ikawa ni sanduku la ushuhuda. Lakini sasa anaambiwa kuwa aiweke kule mahali patakatifu patakatifu, alafu aweke kiti cha rehema juu yake. Ina maana aweke mfuniko. Ina maana Bwana alikuwa pale kwenye kiti cha rehema, pale ndipo palipokuwa ni kiti cha Bwana cha kukaa, akiwa katikati ya mifano ya ile makerubi. Kumbe makerubi ni malaika wanayebeba uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunaweza tukasema kwa pia ni walinzi wa uwepo wa Mungu. Ndio maana uwepo wa Mungu uliokuwepo kwenye bustani ya Eden ililindwa na wale makerubi, huku upanga ukizunguka, ili Adamu na Hawa wasipate kufanya nini? Kuingia kule na kula katika matunda ya mti wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Na ile meza utaiweka nje ya pazia na kinara cha taa kuikabili ile meza upande wa maskani wa kuelekea kusini, na ile meza utaiweka upande wa kaskazini. Kisha utafanya kistiri kwa mlango wa hema cha nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na kitani nzuri yenye kusokotwa kazi ya mshona taraza. Nawe fanya nguzo 5 za mti wa mshita kwa kile kistiri na kuzifunika dhahabu. Kulabu zake zitakuwa za dhahabu, nawe utasubu matako ya shaba 5 kwa ajili yake. Endelea. Umeona sasa, tukihesabu hizi nguzo hapa, hizi nguzo zote tukihesabu iliyozunguka hapa, nguzo zote hizi mpaka ndani zilikuwa ni nguzo 120. 120 iliwakilisha nini? Hebu tuone 120 kwenye Biblia iliwakilisha nini? Tunaona katika wakati wa Nuhu Mungu alitoa ukamilifu wa ukombozi kwa miaka 120. Ina maana wangemsikiliza Nuhu na kuungana naye, wasingefanya nini? Wasingekufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 12 ikiwakilisha namba ya nini? Namba ya tuseme ya kuwa ni serikali ya kimbinguni. Lakini 120 ikitoka katika 10 na ngapi? Katika 12. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa hizi kamba zilikuwa zinawakilisha nini? Umeona hizi kamba zilikuwa, kila nguzo ilikuwa na kamba 2. Nguzo kama hii hapa, ina maana upande wa nje palikuwa na kamba imefunga kule, imepigwa kwenye nani pale kigingi kule, na huku pia ndani palikuwa hivyo. Ina maana katika maisha ya wokovu bila shaka yako mambo mawili. Kuna ulimwengu wa kawaida na ulimwengu wa kiroho. Nje ikiwa ni ulimwengu, kamba ya nje ikiwa ni ulimwengu wa kawaida, kamba ya ndani ikiwakilisha ulimwengu wa kiroho. Ina maana mwanadamu ana pande ngapi? Ana pande 2. Ana pande ya ulimwengu wa kawaida na pande ya ulimwengu usiofanya nini? Onekana, ambayo ni ya kiroho. Lakini tutaona mbele kule, maana ile madhabahu ya dhahabu ile tutaona katika sura ya 27 kule. Tutaona pia na birika pamoja na madhabahu ya nini? Ya shaba. Lakini tumeona maskani imekamilika, na ilipokamilika tayari vyombo vya mahali patakatifu patakatifu ambao ni sanduku la ushuhuda pamoja na sanduku na kiti cha rehema tayari imeshawekwa. Lakini pia imeshawekwa taa, imeshawekwa na ile meza ya mkate wa uonyesho. Lakini bado kitu kimoja pale katika mahali patakatifu, ambayo ni ile madhabahu ya dhahabu ama ya kuteketeza uvumba. Lakini na nje imebaki vyombo viwili, ambao ni nini? Ambayo itakuwa ni madhabahu ya shaba na ile beseni ama birika ya kunawia, ambao umeona hapa sasa. Ina maana imebaki hivi viwili vya nje, lakini pia imebaki ndani pale ile madhabahu ya dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Imebaki hii na hii ndani kule madhabahu kama hii, lakini ndogo ya dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali?
Of course bado haijakamilika hayo, so nitaishia hapo, lakini kesho tukipata kuendelea kuona katika sura ya 27 tukiona ile madhabahu ya dhahabu na tukiona na inawakilisha nini, hatimaye tukwenda kuitimilisha tukishamaliza tukikagua, alafu tutaona zaidi na zaidi. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Alafu tukimaliza hema ya makutano bila shaka tutaomba na hema ya makutano, maana inakuwakilisha wewe sana tu. Nani mwenye swali ama mwenye neno? Nani mwenye swali na nani mwenye neno? Sasa haiji kichwani kama hujafundishwa deep. Nilikuwa sipati picha kwamba sasa pazia ilikuwa. Lakini sasa ndio ilipokuja kujengwa wakati wa Yesu ilikuwa na hekalu ambayo ilikuwa ni Herode, ilikuwa ni ya Suleimani, lakini baadaye ilibomolewa wakati ule wa kupelekwa utumwani Babeli. Lakini waliporudi ikawa ni hekalu la Zerubabel, lakini baadaye akaja akaitengeneza vizuri sana Herode yule mkuu, na palikuwa na mahali patakatifu alafu kwenye jengo ambao jengo ndio ilikuwa ni maskani ya Bwana, lakini nje katika ua la nje palikuwa panaitwa Gentile Court. Ina maana sehemu ya wa mataifa ndio ilikuwa ua la nje, ndio Wayahudi walikuwa wanafanyia wale mafadukayo wanafanya biashara. Yesu akaenda akamwaga vitu vyao, lakini ndani ya jengo waliokuwa naingia mahali patakatifu walikuwa ni Wayahudi tu. Lakini mahali patakatifu katika jengo alikuwa anaingia kuhani peke yake. Lakini sasa palikuwa na pazia nzito. Hiyo pazia ulikuwa na zimeunganishwa kiasi kwamba mkuhani anapoingia anafungua na ingia. Lakini ile pazia ilichanika katikati, lakini si imechanika imebaki, ilichanika alafu ikajifunua yote hivi. Ina maana mahali patakatifu pakaonekana. So watu walidhani watakufa, ndio maana wakaanza kukata mbuga wakitoka nje, lakini tayari Bwana akiwa amefungua pazia ili tuweze wote kuwa ni makuhani kufikia kule mahali patakatifu. Ndio maana sisi wote, umejua unaweza kumueleza mtu yakuwa yeye ni kuhani asielewe pasipo kuelewa pazia ilichanika alafu ikafunguka. Ina maana kule ambapo kuhani tu alikuwa anaingia ikaonekana na watu wote. Ndio maana alisema imeisha. Nani mwingine mwenye swali? Nani mwenye neno? Joshua. Mimi sijaelewa kidogo hapo kwamba hiyo madhabahu ilikuwa inatengenezwa sehemu moja katika taifa lote la Israeli au sehemu zingine ilikuwa na mwingine. Tayari Israel ilikuwa ijapata taifa. Walikuwa ni taifa, lakini kwanza walikuwa wametoka Misri. Hii ilikuwa ni maskani ambao walikuwa na hama nayo. Hatimaye baada ya miaka 40 walikuja kufika Kanani. Walipofika Kanani ndipo sasa ikapelekwa ikawekwa Shilo. Ikaenda maskani ikawekwa Shilo. Baadaye ikawa Yerusalemu. Daudi akajenga hema tu la kumwabudu Bwana Yerusalemu, lakini pale ikajengwa nini? Ikajengwa hekalu na mwanae Daudi ambao ni Suleimani. Lakini hii ilikuwa ni Bwana akasema nitengenezeni maskani ya ili nipate kukaa katikati ya watu wangu. Ina maana anaposafiri na watu wale ilikuwa wakisafiri zimekunjwa na nguzo ile la wingu iko mbele yao inaongoza mchana usiku, nguzo ya moto. Lakini inapotulia mahali inajengwa ile hema, inasimamisha ile hema makutano, alafu ile nguzo inatamia wapi? Pale mahali patakatifu patakatifu. Sijui kama Joshua amenielewa. Tupigie kwanza Bwana makofi makubwa. So kinachofanyika kesho, niko mapema nakuja, tunapitia hapa. Ndakuwa
tena napitia na mtu hapa watakayetangulia, tunataka tuielewe vizuri, uimaster, ikae kwako, alafu tena utasoma tena. Ukisoma utaelewa. Mtu akisema kwa bataruma unajua kabisa. Ukiona tu, ukisikia ngozi ya pombo unajua pombo nyeusi. Ngozi ya kondoo nyekundu. Umeona sasa? Lakini umeona sasa inaanza kukaa. Nani mwingine mwenye swali? Pafra. Hilda. Mimi kwenye hichi kipengele cha 37 kuna neno limeandikwa kistiri na kulabu. Sijajua maana yake. Kistiri Na kulabu. Msomee Biblia Kiingereza ili apate kuona neno hilo. Maana maneno hayo ndio yanayempiga chenga, si ndio? Kulabu. Nani ana Biblia Kiingereza? Mary tusomee. Nilikwambia ukitaka kujua neno, ukisoma Biblia Kiingereza. Kama una Biblia ya lugha ya mama, soma. Kwa nini mimi na Biblia ya lugha ya mama? Maana nikisoma kwenye Kiswahili ikanipiga chenga, nasoma kwenye Kiingereza. Ikinipiga chenga, nasoma kwenye lugha ya mama. Na ndio maana lugha zote Biblia imeandikwa. Some kwenye Kiingereza ili apate. Kama inakupiga chenga, soma kwenye Biblia ya Kiingereza, utaona maana yake. Nimekufundisha ili upate kuelewa. 30 mstari wa 37. And thou shalt take for the hanging 5 pillars of shittim wood, Shittim ni and overlay them with gold. And their hooks shall be of gold. And thou shalt cast 5 sockets of brass for them. sockets ni hii. Umeona kulabu ndio hii hapa. Kulabu umeona hizi za chini hapa. Umeona hizi za chini hapa. Umeona hii ni nguzo, lakini unaona hii chini ambayo imevishwa kama kofia. Hiyo ndio kulabu. Hiyo ndio kulabu, inaitwa socket. Umeona sasa? Lakini socket unaona mara nyingi tunajua socket za nini? Za umeme, lakini sasa umeona hii ina maana imevishwa. Hizo ndio kulabu. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine mwenye swali? Kistiri. Uko unaandika hanging. Kusitiri watu wa Mungu, neno kusitiri ina maana hii ni neno ya Kiswahili ambayo iko kawaida watu wa Mungu. Kusitiri ina maana yani kuweza kusimama, kuweza kujitegemea ama kuweza kusitiri wewe. Mbona unasema Ndio umeacha nikwambie. Yaani wacha nikwambie. Unapotaka kuelewa Biblia, acha kuwaza kikubwa mnawaza. Kistiri mbona ndio inatoka kwenye neno kustiri. Bana ni nini? Ni mbao, sio mwanadamu. Ule ni ubao, mti. Nani ananielewa? Tupigie Bwana makofi makubwa. Bila sasa nadhani umeelewa. Umejua kuna kitu kimoja. Unaposoma Biblia alafu unanuia makuu. Ndio maana umeona usinuie makuu. Unapoona kwenye Biblia, umeona mtu mwingine anaona neno ambalo ni kawaida analijua, lakini sasa analiwazia kwa inawezekana. Ambayo sio mwanadamu, ni non-living thing. Nani mwingine mwenye swali? Nataka nimshukuru Mungu. Hilo umenielewa? Kustiri sio kama ni kuficha kitu fulani. Yaani kisionekane au labda ni vile vinanipa kwenye hema zile kamba kwa chini. Hujawahi kusema hebu nistiri mwanangu, unistiri katika hii. Yaani maana unisaidie. So hizo kamba zinawezekana zikafanya nini? Zikastiri zile nguzo, lakini kusitiri pia kwa maana nyingine pia ni kuficha kule ndani. Umeona sasa? Lakini ni neno hilo tu. So katika nguzo kustiri ina maana nini? Ina maana zile kamba zikifanya nini?
vikifungwa chini pale, ili maana zile nguzo zilikuwa zichimbiwi chini, zinavishwa zile kulabu alafu zinasimama. Lakini kumbuka ya kuwa kuna vinguzo vidogo ambavyo vimepigongelewa chini, ambao zimefungiwa zile kamba ndani na nje. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine? Ninamshukuru Mungu. Weka vitu vyako vizuri. Ninashukuru jina lako Bwana kwa ajili ya neema yako iliyokwenda pamoja nasi siku ya leo. Tumeona Baba wa rehema jinsi ambayo ulivyomwagiza Musa ya kuwa Baba wa rehema aambie watu wakutolee sadaka, ili Baba apate kukutengenezea Baba wa rehema maskani katikati ya watu wako. Baba, ukimwagiza ya kuwa atengeneze kama alivyoona mlimani. Tumeona Baba maskani yako. Tumeona Baba wa rehema jinsi ilivyowakilisha ukombozi. Baba, tumeona jinsi ambayo hema ya makutano ilivyokuwa Baba wa rehema usafi inatazamwa kwanza. Kumbe Baba, sisi kama hema ya makutano ya sasa tunayekuwa ni hekalu lako Bwana. Baba muweza wa yote, utakatifu Baba kwetu ni lazima. Tunayaweza yote katika wewe tutie nguvu Baba, maana tumeelewa ya kuwa sisi ni hema ya makutano. Baba wa rehema, kama ni hema ya makutano, basi wewe uwepo wako ulivyokaa katika mahali patakatifu patakatifu inayowakilisha roho ya mtu huyo, mahali patakatifu ikiwakilisha Baba nafsi ya mtu huyo, ua la nje Baba ikiwakilisha Baba mwili wa nje. Nami naanza kwa kutakaza Baba wa rehema mahali patakatifu patakatifu. Ninaondoa Baba wa rehema mabaya yote, vifungo vyote katika jina la Yesu. Vifungo Baba vilivyokaa kwenye mahali patakatifu patakatifu inayowakilisha roho yake, ninavifungua kwa jina la Yesu. Baba wa rehema, roho ya mtu huyu naitakaza katika neno lako, maana imeandikwa mtafahamu kweli nao kweli tawaweka huru. Nikifungua Baba wa rehema vifungo vyote kwenye roho, uchawi uliofanyika Baba wa rehema ikakaa na matokeo katika roho yake, ninafungua kwa jina la Yesu. Navunja maagano yote, naondoa Baba wa rehema mabaya yote yaliyojificha katika ulimwengu wa kiroho. Baba, natakaza maeneo sehemu takatifu Baba wa rehema patakatifu kwa jina la Yesu. Damu yako iwatakaze Baba wa rehema rohoni kwa jina la Yesu. Nami nafuatilia Baba nafsi yake inayowakilisha mahali patakatifu, vitu vilivyokaa mahali patakatifu na vilivyokaa mahali patakatifu patakatifu Baba wa rehema vilitengenezwa kwa dhahabu safi. Baba, ninaanza kutakaza Baba nafsi yake. Natakaza kwa damu ya Yesu. Natakaza kwa utukufu wako, maana dhahabu iliwakilisha uungu. Kwa damu ya Yesu ninatakaza, kwa damu ya Yesu ninatakaza, kwa damu ya Yesu. Baba, nafsi yake na ifanywe tena upya. Imeandikwa, anenaye kwa lugha ujinga nafsi yake. Baba wa rehema, nami najenga nafsi yake kwa neno lako, maana mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, nao neno alikuwa ni Mungu, na katika neno vyote vilifanyika. Baba wa rehema, ninaagiza nafsi ya kila mmoja ifanyike kwa jina la Yesu. Nafsi yake Baba wa rehema ikombolewe na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Baba wa rehema, nikienda katika ua la nje inayowakilisha mwili wake Baba wa rehema, katika ua la nje Baba palikuwa Baba wa rehema na birika la kunawia. Nami kwa damu yako Bwana Yesu inayowakilisha birika ile Baba, itakaze Baba mwili wake, itakaze magonjwa yote Baba yanayodhihirika katika ulimwengu wa kimwili, itakaze muonekano wake, itakaze ngozi yake, itakaze Baba wa rehema njia zake zote katika ulimwengu wa kawaida. Na Baba wa rehema, katika ile madhabahu ya shaba iliyekaa katika ua la nje ambayo iliwakilisha Baba hukumu, damu yako Bwana Yesu ilichukua hukumu tuliyepaswa kuchukua Baba. Damu yako iwatakaze, nikifuta dhambi zote Baba wa rehema. Magonjwa ambayo ni matokeo ya dhambi Baba, ninayafuta dhambi zote, nikitangaza ukombozi na uponyaji. Na Baba, mtu huyu
akiwa baba wa rehema ni shina ya kinara la taya, naye ni taa baba wa rehema ya ulimwengu, na nuru baba wa rehema apate kuangaza baba kwa neno lako inayekaa ndani yake kupitia Roho Mtakatifu. Baba, kinara cha taa kilihitaji baba mafuta ikiwakilisha Roho Mtakatifu. Baba, mafuta na yakae ndani ya mtu huyo, Roho Mtakatifu afanye makazi ndani yake ili angaze baba wote waliokuwa hawana Roho Mtakatifu. Nawe ukawavuvia baba wa rehema, nao ulivyowavuvia baba wa rehema, nao baba wa rehema wakapata kuelewa, maana uliwavuvia Roho Mtakatifu kwa damu ya Yesu. Baba, uvuvio baba ikae ndani yao, na iwe ni mafuta ya kufanya moto ama taa iwake, nao baba wakiangaza katika maeneo wanayekaa, wakiangaza katika kazini kwao, wakiangaza baba katika himaya yao, wakiangaza baba katika nchi yetu, wakiangaza duniani kote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nawe baba ukifanyika baba kuwa ni mkate wa uonyesho uliyekaa katika ile meza ya uonyesho, wao wakifanyika kuwa ni meza ya uonyesho, na neno lako baba ikiwa ni chakula cha kiroho ama mkate wa uzima ikipata kudumu ndani yao. Nami natangaza uzima kuanzia leo katika ulimwengu wa kiroho na udhihirisho wake katika ulimwengu wa kawaida. Ninawatakaza na kuwaweka huru, na baba natangaza ukombozi kama hema ya makutano ilikokuwa ni taswira na kivuli cha ukombozi baba wa rehema. Ukombozi wao na udhihirike baba wa rehema na kuwa maradufu, na katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Tupigie Bwana makofi makubwa. Basi nimefikia hapo, lakini tunaendelea na hema makutano. Tutaona vazi la kuhani, na maana yake inapowakilisha pia ukombozi. Tutaombaje? Na mimi nakwambia, kama kuna sehemu ya kupenda maombi, utapenda maombi, maana utakuwa ukiomba hata wewe mwenyewe unaweza ukafurahi. Lakini uwezi kuomba pasipo kujua neno unayeomba naye. Mara nyingi tunasema unaomba na neno gani? Hebu pata picha mpaka hapo. Ukiomba na hema makutano, je, watu hawajasema Yesu ni Bwana? Lakini sasa umeona jinsi ambayo ni ngumu. Unapopitia sura hiyo ni nzito kama jiwe. Unaona kama umebeba mlima. Lakini jina la Bwana libarikiwe sana. Basi tumefikia hapo, ubarikiwe sana. Ninapoomba kwenye WhatsApp